mwanaume na mwanamke wana hadhi sawa. Kwa tafsiri ya Kiswahili na Kiingereza, mtu akiitwa msaidizi anaonekana kama ni mtu ambaye yuko ana hadhi ya chini, maana neno helper au assistant. Sivyo neno msaidizi lilivyotumika katika Biblia. Utaona kabisa kwamba katika Biblia neno msaidizi sio lile tulilozoea kwenye Kiswahili na Kiingereza. Ninaendelea na semina kwa viongozi wa dini, ambapo viongozi wa dini wa Kristo na Waislamu tunajifunza mambo mengi kuhusu wajibu wetu kwa familia na jamii. Mwanzo 2 mstari wa 18 na wa 20, Biblia inasema, Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Maandiko haya yanapotumika katika lugha ya kawaida au kwa tafsiri ya Kiswahili na Kiingereza, yanamfanya mtu aone kwamba mwanamke ni mtu wa hadhi ya chini kuliko mwanaume. Lakini maneno haya ukiyafuatilia katika lugha ya Kiebrania, ambayo ndio maandiko haya yaliandikwa kwa lugha ya asili, utaona kwamba mwanamke ameitwa Ezer Kenegdo, ambayo ni kama a helper corresponding to him, yani msaidizi au mwokozi wa kumkamilisha, kwa sababu neno Ezer limetumika mara nyingi tu kumzungumzia Mungu, kuzungumzia mataifa mbalimbali ambayo yalikuwa yakiokoa kwenye vita. Lakini kwa mwanamke limetumika hili neno mara mbili katika mistari niliyoisoma hapa, likimaanisha msaidizi au mtu anayeweza kumuokoa mtu au kumnusuru mtu na jambo fulani. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba neno kenegdo linakuwa na maana kama tunaweza tukasema iko counterpart, yani mtu anaye kwenye hadhi sawa, lakini wa kumkamilisha, sio wa kushindana naye, bali wa kumkamilisha. Pale ambapo ana mapungufu anaziba pengo lile, pale ambapo huyu mwenzake yuko hivyo, ndio Mungu alichokusudia. Hakukusudia wafanane kwa maana ya kwamba wanafanana udhaifu na wanafanana uwezo, lakini Mungu amekusudia kwamba huyo udhaifu wake usaidiwe na yule, na yule udhaifu wa yule usaidiwe na huyu. Na ndio maana ukisoma katika Agano Jipya utaona, ingawa hapa ni kwa lugha ya Kiyunani, utaona pia Roho Mtakatifu akiitwa msaidizi. Sasa unaweza ukajiuliza, je, Roho Mtakatifu kuitwa msaidizi ni mdogo kwetu? Kwa neno msaidizi katika lugha za asili lina maana ya tofauti na hii ambayo tunaitumia kwetu tukisikia huyu ni mwenyekiti msaidizi, huyu mkatibu msaidizi, ni tofauti kabisa. Kwa hiyo Yohana 14:26 anasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa Roho Mtakatifu naye pia amepewa jina hili la msaidizi. Kwa hiyo ni muhimu katika maisha yetu kuelewa kwamba hakuna kumfanya kwamba mwanamke aonekane ni wa hadhi ya chini kwa sababu tu ya kuitwa msaidizi. Msaidizi maana yake mwanamke amepewa uwezo mkubwa wa kiulinzi. Na hata mahali fulani utaona kabisa kwamba Biblia inasema Mungu ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanamume. Yaani kuonyesha Mungu anaweza akamtumia mtu ambaye unaweza kuona ni mdhaifu, lakini amempa uwezo wa kiulinzi. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa kwamba Mungu alivyotuweka pamoja duniani, amewaweka wanaume na wanawake akiwa ameweka vitu fulani na vitu fulani vikapunguzwa. Na ndio maana katika kumuumba mwanamke ilibidi Adamu kwanza atolewe kitu fulani, ili ule upungufu wake ndio akaumbwa mwanamke, ili kumfanya Adamu amuhitaji, kwa sababu kama Adamu angeondolewa hicho alichoondolewa, angekuwa tu haoni umuhimu wake kabisa. Lakini kwa sababu kiliondolewa kitu fulani, ndio maana yeye mwenyewe ndiye aliyesema wewe utaitwa mwanamke maana umetokana na mimi. Kwa hiyo ni muhimu katika maisha yetu kuyaelewa haya na katika maisha yetu vizuri. Hata hivyo ni muhimu sana kujifunza kwamba mwanaume na mwanamke, usikubali kupoteza nafasi yako kwenye familia kwa sababu tu umekuwa na jukumu kubwa kwenye ofisi au kwenye huduma. Maana sasa hivi nimeona watu wengi wanaanza kupoteza mwelekeo. Nakuta mwanaume anashindwa kusimama katika majukumu yake, lakini mwanamke naye anashindwa kusimama kwenye majukumu yake ya kifamilia ambayo ndio alimpelekea aletwe hapa duniani. Ndio maana utaona kwamba Shetani alipotaka kuiumbisha familia ya kwanza, hakupitia moja kwa moja kwa Adamu, alipitia kwa mwanamke, kwa sababu alijua nguvu ya mwanamke katika kusababisha madhara hayo, kwa sababu mwanamke ni mlinzi. Mtu yeyote anayetaka kuvamia nyumba ya mtu, kupora, haanzi na mwenye nyumba, anaanza na mlinzi. Akishamdhibiti mlinzi, akamfunga kamba, ndipo anaingia ndani akachukua vilivyoko ndani. Sasa ndivyo ilivyo pia kwamba Shetani alivyogundua kwamba kuna mambo fulani anaweza akapitia kwa Hawa ambaye ni mlinzi, itakuwa rahisi zaidi kumdhibiti Adamu na kusababisha madhara makubwa. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa kwamba hata leo Shetani analijua hilo,
kwamba wanawake wamepewa uwezo fulani mkubwa ambao anajua akiutumia huo anaweza kuipindua ulimwengu, kubadilisha mambo mengi sana. Kwa Mungu atusaidie katika hilo, na tuendelee kujifunza kwamba katika maandiko hakuna kuoana, kuna kuoa na kuolewa, kwa sababu huyu aliumbwa kwanza. Ukisoma katika Timotheo wa kwanza 2:13 anasema kwa maana Adamu ndiye aliumbwa kwanza na Hawa baadaye. Yaani Mungu aliweka order au utaratibu wake maalum kwamba ili pasije pakatokea kugongana na kila mtu kujiona yeye ndiye mkubwa, yeye ndio hivi. Mungu akaamua kwamba muumbe Adamu, ampe mazingira mbalimbali, amuelekeze mambo mbalimbali, ndipo aone sasa kwamba si vema uendelee kuwa peke yako, nitakupa msaidizi wa kufanana naye. Na ndio maana hapa katika Timotheo Paulo analielezea hili pia kwamba ni vizuri hata wanawake pia kutambua kwamba Adamu aliumbwa kwanza, Hawa baadaye. Kwa hiyo ni kitu cha msingi ambacho Mungu hakushindwa kuumba kwa mara moja wote kwa wakati mmoja, lakini alimuumba mmoja. Na ndio maana utaona kwamba sisi wanaume tumetokana na udongo, lakini mwanamke yeye hakutokana na udongo moja kwa moja, yeye ametokana na ubavu wa Adamu. Kwa hiyo kuna Mungu kitu alichokiona mpaka akaamua kufanya hivyo. Kwa hiyo ni vizuri tukaheshimu utaratibu wake. Kwa Mungu alimuumba kwanza Adamu na kumpa majukumu, kisha akaona hata yaweza peke yake, akampa msaidizi. Kwa hiyo mwanamke asikubali kubadilishana majukumu na mumeo kwa sababu yoyote, iwe ni cheo, iwe ni huduma alionayo, kwa sababu kwa kufanya hivyo lazima hiyo nyumba itaanguka. Kwa sababu mwanamke hakutengenezwa kubeba majukumu ya mwanaume, lakini vile vile kushindwa kwa wanaume ndio kumesababisha majukumu mengi imewalazimu wanawake wayafanye, na kwa sababu ya kushindwa kwa wanaume. Lakini ndani ya mioyo ya wanawake ukiwafuatilia wengi, sio kwamba walitamani wabebe majukumu ya wanaume, ni hawakuumbwa hivyo, ila tu kwa sababu ya changamoto mbalimbali katika maisha. Na leo hii tunashangaa kwamba wanawake wameingizwa kwenye matatizo mengi. Kula kwa jasho wanaume ndio waliambiwa, wanawake walitakiwa tu uchungu zaidi ndio uliongezwa kwao. Lakini leo hii wanawake wangapi wanakula kwa jasho? Kwa hiyo utaona kabisa kwamba kuna maeneo ambayo pia wanaume wamefungua mlango na kusababisha matatizo haya yatokee. Kwa hiyo Mungu atusaidie katika maisha yetu, tunapotafakari haya tusimame katika kusudi la Mungu na kuhakikisha kwamba hata kama tunatumika vipi, kila mtu asisahau kwamba yeye ni baba, huyu ni mama, huyu ni mke, huyu ni mume. Kwa sababu atakapofanya tofauti, pamoja na kazi yake nzuri na mshahara mzuri na kipato kizuri, lazima hiyo ndoa, hiyo nyumba itaanguka, kwa sababu ameacha jukumu la msingi ambalo Mungu alilikusudia. Hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunalibariki jina lako. Unatupenda sana na unataka tujikubali vile ulivyotuumba. Na leo hii kuna maneno mengi yanayosambazwa duniani ya kutaka kuhoji na kutaka kumfanya mwanamke awe mwanaume na mwanaume awe mwanamke. Hiyo yote ni mikakati ya kuzimu ya kutaka tusifurahie mpango wako Mungu uliouandaa kwa ajili yetu. Ninaomba Mungu kawasaidie wanaume na wanawake kukubali kwamba wote tumeumbwa sawa na Mungu, lakini hatuna majukumu yanayofanana. Majukumu yetu na uwezo Mungu uliotupa wa mambo mbalimbali haufanani, kwa sababu ulituumba hivyo ili tukamilishane na sio tushindane. Mungu, tunaomba ukawasaidie wanawake wenye majukumu ya uongozi na huduma mbalimbali, wasiache jukumu lao la msingi lililosababisha waletwe duniani. Maana kuna wengine sasa hawapiki tena, kuna wengine sasa hawahudumii mume wake tena, na matokeo yake kazi imekuwa ngumu na milango mingi ya adui imepatikana kuwaangusha hata wanaume wengi mpaka watumishi wa Mungu, na wanawake wengine wamelazimika kuanguka na kwenye huduma zao, kwa sababu hakuna mbadala wote, hata kama una pesa kiasi gani au una upako kiasi gani utakao utumia badala ya mkeo au mumeo. Ninakusihi Mungu kawasaidie watu wako Bwana, wawezeshe wanaume pia kusimama katika kusimamia nyumba zao inavyopasa, ili shetani asipate nafasi na wanawake wasilazimike kula kwa jasho wakati ambapo halikuwa eneo lao hilo, katika maneno yale yalipotamkwa wakati ule. Wawezeshe Bwana wa majeshi watu wako, ili wanaume wakisimama kwenye nafasi zao wawezeshe kwamba familia ziende vizuri na zisimame katika kusudi lako. Naomba Mungu kaponye kila ndoa ambayo imevurugwa na adui, kila familia ambayo imevamiwa na shetani, katika jina la Yesu. Nakemea roho yoyote ya faraka ambayo imevamia ndoa yoyote, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Roho yoyote ya kulishwa limbwata ambayo imetenda kazi katika familia kwa sababu ya watu kula kwenye migahawa na kwa sababu ya mahusiano mbalimbali kule kazini, na mwingine ameisahau kabisa na kuitelekeza nyumba yake, kwa jina la Yesu nakemea roho hizo ziwaachie sasa. Neema yako Bwana ikaonekane na kuponya ndoa na familia, watu waishi kwa amani na furaha kama Mungu ulivyokusudia, na adui asipate nafasi yoyote ya kuwavuruga tena. Ninakuinua Mungu nikikutukuza, kwa kuwa wewe ni Mungu unayesikia maombi. Asante Mungu wetu kwa ajili ya usiku wa baraka uliotupa.
Wezesha watu wako kuishi katika kusudi lako na kuishi katika mpango wako ili waweze kufurahia ndoa na familia. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Namshukuru Mungu kipekee kwa ajili ya muda wako uliotoa usiku wa leo. Mungu akubariki, wana usiku mwema. Karibu tena kesho.